Ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, awali yoyote naomba niwasalimie kwa salamu ya Kiislamu, salamu yenye amani ndani yake. Kwa Kiarabu niwaambie assalamu alaikum, na kwa Kiswahili niwaambie amani ya Mola iwe juu yenu. Leo tumewaita hapa makao makuu ya Al-Hikma Foundation kwa ajili ya wito wa mwisho na ukumbusho wa mwisho kwa Waislamu, wapenzi wa Qur'an na Watanzania kwa ujumla, kuja kushuhudia ule mtinange, yale mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara ulimwenguni, yanayotambulika kwa jina The Greatest Intercontinental Holy Quran Competition, kwa Kiarabu Musabaqatu Qarat al-Alam al-Kubra lil-Quran al-Karim, na kwa msisitizo kwa Kiswahili mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara ulimwenguni. Niwaambie Waislamu na Watanzania, mwezi mtukufu ulipata utukufu kwa sababu ya kitabu hiki kitukufu. Malaika Jibril amepata utukufu kwa sababu ya kupewa jukumu la kukishusha kitabu hiki kitukufu. Naye mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipata utukufu kwa sababu ya kushushiwa kitabu hiki kitukufu. Nasi tumeambiwa ili tupate utukufu ni lazima tushikamane na kitabu hiki kitukufu, lazima tukifuate kitabu hiki kitukufu, na lazima tukienzi kitabu hiki kitukufu. Al-Hikma Foundation kwa kuzingatia hilo, ndani au katikati ya mwezi mtukufu tunakuletea mashindano ya 25 robo karne hiyo baba, yatakayofanyika tarehe 16 wiki hii tu ya mbele, ndani ya mwezi huu wa 3 mwaka huu 2025 insha ar-Rahman alladhi allama al-Quran, kuanzia saa 12 asubuhi kama kawa hadi saa 6:30 mchana. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Watu wote hata wasiokuwa Waislamu Qur'ani inawahusu. Qur'ani yenyewe imesema mwanzoni mwa suratu Ibrahim, kitabun anzalnahu ilaika, kitabu tumekuteremshia ewe Muhammad, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ili upate kuwatoa watu katika kiza na uwapeleke katika nuru. Qur'ani imehusishwa na watu, na mtu ni mtu, awe Muislamu awe Mkristo awe hana dini, wote Qur'ani inawahusu. Karibuni katika viwanja hivi vya Mkapa na Uhuru. Mgeni wetu rasmi si mwingine, ni yule aliyeweza kukivaa kiatu cha mwenyewe, Alhaji Ali Hassan Mwinyi, mtoto wake Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu Kassim Majaliwa naye tutakuwa naye. Lakini kipekee mwaka huu tutakuwa na naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Doto Mashaka Biteko, rafiki yangu huyu, kiongozi ambaye ni waajabu sana, anajua Kiarabu na anajua kusoma Qur'ani kwa Kiarabu, jambo ambalo Waislamu chungu mzima hilo linawashinda. Naye tutakuwa naye na viongozi mbalimbali.
Kipekee mwaka huu tutakuwa tuna makadhi wa Afrika Mashariki yote watakuwa ndani ya uwanja wa Mkapa insha Ar-Rahman alladhi allama al-Quran. Tuna wageni kutoka Omani, tuna wageni kutoka South Africa, tuna wageni kutoka Uingereza, tuna wageni kutoka Kenya, tuna wageni kutoka Burundi, tuna wageni kutoka Rwanda. Dunia nzima sasa imekwisha changamka kuja kujionea ni nani, ni bara lipi litakaloondoka na kitita cha milioni 30. Kwa kumalizia, niwaambie Waislamu na Watanzania kwa ujumla, Al-Hikma Foundation kila mwaka tuna slogan na tuna kauli mbiu na tunakuja kivingine. Mwaka huu kauli mbiu yetu inasema Qur'ani tukufu ni moja kati ya mawili baba, ama ikunyanyue au ikubwage. Twendeni sasa ikatunyanyue, kwa sababu hayo kayasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo sahihi pale aliposema inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Hakika ya Allah kuna watu atawanyanyua kupitia kitabu hiki, atawapandisha daraja juu kwa juu, watakuwa matawi kweli kweli, nyota isiyoshikika kupitia kitabu hiki. Wakati gani? Watakapo kienzi ukweli wa kukienzi, wakakifuata ukweli wa kukifuata, wakakiheshimu ukweli wa kukiheshimu, wakakisoma, wakakihifadhi, wakakifanya kwa dira yao, wakakifanyia kazi, wakakipenda. Allah atawanyanyua kupitia kitabu hiki, na wale waliokipuuza kitabu hiki atawabwaga kweli kweli, na watakuwa pangu pakavutia mchuzi. Baada ya kusema hayo, ndugu waandishi, naomba kuwasilisha, huu ndio wito wetu wa mwisho, na niko tayari kusikiliza kama kuna maswali